Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wapenzi watazamaji wa Shehe Katoto TV, karibuni sana katika kipindi chenu cha wema ambacho mtangazaji wenu ni yule Shehe Ali Muhammad Salim. Leo naelezea huu wema ambao huyu mtu aliyokuwa akiufanya katika mwezi wa Ramadhani. Kwa kweli alikuwa anafanya wema mkubwa sana, anafanya ukarimu mkubwa sana. Kwa kweli mpaka sisi wengine waumini tulikuwa tunamuonea choyo kutokana na vile alivyokuwa miezi mengine, alafu na mwezi wa Ramadhani akajirakabisha vizuri, yani akajipeleka kwa Mwenyezi Mungu, kujiweka mbele na Mwenyezi Mungu, na Mwenyezi Mungu yani akafanya yale ambayo yanayotakiwa, mambo ya khairati. Ilikuwa taimu zote unapokwenda msikitini wewe unamkuta huyu mtu ameshafika, hata alfajiri unamkuta yeye tayari ameshafika, na sunna zote anazipata, anaswali faradhi. Baada ya kuswali faradhi yeye anaendelea na ibada nyingine, kuomba istighfaru, kumuomba Mwenyezi Mungu amsamehe, kusoma Qur'ani. Kwa kweli lile ilikuwa ni jambo zuri sana, ni jambo la wema. Hata utakapojitahidi wewe, ukifika dhuhuri unamkuta yeye shafika, ikifika alasiri unamkuta ameshafika mwanzo, yeye anaendelea na ibada zote. Na akimaliza ibada kwa kweli utamkuta anakaa, ananuia itikafu, anakaa tena msikitini, anasoma Qur'ani, anafanya yale mambo ya wema kabisa kwa ule mwezi mtukufu wa Ramadhani. Kwa kweli alijitolea na Mwenyezi Mungu akamsaidia. Kwa kweli alikuwa anafanya mambo mazuri sana, kwani alikuwa anasaidia kwa kila mtu kutokana na wema wake na alivyojitolea. Kwani alikuwa yeye ameacha yale mabaya yote ambayo alikuwa akiyafanya na akajipeleka kwa Mwenyezi Mungu moja kwa moja. Na kweli alikuwa anajitahidi. Hata sisi baadhi ya waumini kwa kweli tulikuwa tunamuona huyu mtu kweli kajitahidi na karudi, kwani tulikuwa tunavojitahidi tunamkuta yeye ameshafika msikitini tayari, sunna zote zile anazipata, na anaswali vizuri, na anatoa sadaka, anafanya kila lile jambo la heri. Na ulimi wake alikuwa anauchunga sana katika kuzungumza mambo ya heri, na vile na macho yake alikuwa anayachunga atizame kitu kibaya. Kwa kweli ilikuwa ni wema mkubwa sana aliyokuwa akiufanya, na kuacha yale maovu yote aliyokuwa anayafanya. Kwa kweli hili ilikuwa ni zuri, na tulikuwa tunamuona na anaendelea vizuri, na mambo yote yanaenda vizuri, kwani hii ilikuwa ni wema mkubwa sana aliyokuwa anaufanya, na alijitolea kwa kweli kwa hali na mali. Na sisi mpaka baadhi ya waumini tukawa tunasema kwa kweli huyu Mwenyezi Mungu amjalie asije akarudi tena katika kule alipokuwepo, kwani ilikuwa mpaka sisi tuliokuwa tumezoea ile time ya kufika kuswali tunamkuta yeye tayari ameshafika. Kwa kweli ile ilikuwa ni jambo zuri na ni jambo la wema. Na vile basi akifika magharibi unamkuta yeye ndio wa mwanzo pale kufika kila kitu, isha na sunna zote, kusoma Qur'ani ndio usiseme time zote alikuwa anasoma Qur'ani, anastaghfiru, analeta istighfar mbalimbali, anasaidia watu aina mbalimbali. Kwa kweli ilikuwa ni wema mkubwa sana. Na vile alikuwa na subira kubwa sana ndani ya huu mwezi wa Ramadhani, yani hata umfanye kosa la aina gani basi yeye alikuwa anatulia na nafsi yake, na hata umuuzi anakwambia bwana, mimi kwa kweli namuogopa Mwenyezi Mungu na hapa nimefunga. Sasa hafanyi yale ambayo ya kumuuzi Mwenyezi Mungu. Kwa kweli alikuwa katika wema mkubwa sana, na alijikaribisha kwa Mwenyezi Mungu kufanya yale yote ambayo yanatakiwa. Lakini kwa kusikitisha na la huzuni tulilonalo, tangu ambayo imemaliza Ramadhani, kwa kweli ibada zake sasa hivi inakuwa ni za kusuasua. Tunaweza tukaenda msikitini tusimkute, na halafu tunaweza tukamkuta sasa hivi kwenye vijiwe. Ina maana amerudia mambo ambayo yaliyokuwa sio. Sasa hivi huyu mtu kawa mvuta bangi, yani haeleweki, yani huyu mtu kawa mlevi, kama vile hakutoka katika mafunzo mazuri. Kwa kweli hili tunalisemea sana, na anapolisikia ajue katika nafsi yake anatoka wapi, anaenda wapi, kwani yeye alikuwa ameshakuwa mtu ambaye nzuri kabisa. Sasa kwa kweli anabadilisha yale mazuri yote, anakuwa sasa ni machafu. Imekuwa mvuta bangi ndio yeye, amekuwa yeye anavuta mirungi, anakula
kombe anakunywa. Sasa kwa kweli ule wema wake aliyoufanya sasa hivi anauharibu kuufanya sasa ende akaadhibiwe na akapate malipo mengine ambayo yaliyokuwa sio. Na alikuwa mtu mzuri sana, na mpaka yani tulikuwa sisi wenyewe tunashukuru kwa Mwenyezi Mungu vile alivyokuwa. Lakini baada ya kumaliza hii Ramadhani kwa kweli kageuka mtu yule, karudi kwenye vigoma, karudi maskani anavuta bangi, karudi yani katika vikundi vya walevi analewa na mpaka anaanguka. Kwa kweli hili sio zuri, na vile vile ajitasmini, na sio huyu tu, wako wengi. Sasa jamani, tujitasmini, tuangalie Ramadhani tulivyokuwa, na tuangalie katika huu mwezi tulivyokuwa baada ya kumaliza Ramadhani. Kwani Ramadhani japo imeshaondoka, lakini Mwenyezi Mungu yupo. Jamani, tuendelee yale mambo mazuri tuliyofanya mwezi wa Ramadhani. Tusijikaribishe tena kwenye ulevi, tusijikaribishe tena kwenye kuvuta bangi, tusijikaribishe tena kwenye kuzungumza katika ulimi wetu mambo mabaya na matusi. Kwa kweli hili litakuwa halitufikishi popote. Kwa kila mtu ajiangalie nafsi yake, kwani nafsi yako unaijua jinsi ilivyo utakavyojiangalia. Kwa kila mtu anajua nafsi yake ikoje. Sasa kwa kweli jamani, yale tuliyoyafanya mazuri ndani ya mwezi wa Ramadhani, mpaka sisi tukawa tunamuonea choyo kabisa kwa vile anavyofanya, sisi tunajitahidi zaidi, lakini akaja tu akaacha. Kwa kweli hili alilolifanya sio wema na sio jambo zuri. Ajitahidi arudi kule kule katika toa ya Mwenyezi Mungu, na Mwenyezi Mungu atamsamehe na atamlipa yale yote ambayo aliyoyafanya. Lakini kama atabaki kule kule katika ulevi wa kuvuta bangi, kule kule katika kutizama mambo yaliyokuwa sio, kule kule atabaki kurudi yani katika kuzungumza maneno yaliyokuwa sio ya vijiweni, kwa kweli itakuwa amekosea, na vile vile atajiharibia. Kwani hapa tunapita na tunataka tuitengeneze akhera yetu. Kuitengeneza akhera yetu ni kufanya mambo mazuri ili tuende kwa Mwenyezi Mungu, Mwenyezi Mungu awe ameturidhia. Kwa kweli hapo itakuwa tumefuzu vizuri sana. Lakini sio kama ilivyokuwa yani mwezi wa Ramadhani wewe ilikuwa time zote uko msikitini, unatoa sadaka, unasoma Qur'ani, lakini sasa hivi ibada zako zinakuwa za kusuasua. Kwa kweli hilo sio zuri. Tunatakiwa tujitahidi na tujiangalie nafsi zetu, na turudi katika hali ile ile ya uchamungu, na ile hali ya kusubiri kama subira tuliyokuwa nayo ndani ya mwezi wa Ramadhani. Itakuwa pale tumefuzu zaidi na tutaendelea vizuri zaidi na miezi inayokwenda. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.